Yanga wameendelea kuonyesha wanaume kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kuweza kupata sare ya bila kufungana kule nchini Algeria, baada ya kucheza na timu inaitwa JS Kabylie ambayo inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni moja kati ya mechi ambazo zilitarajiwa kuwa ngumu sana kwa klabu ya Yanga, especially kwenye engo ya mazingira ya kule na pia katika hali ya hewa na vitu vingine kama hivyo. Nilikuwa naangalia clips, baadhi ya clips za wachezaji wa Yanga wanadai kwamba ni baridi kali mno ambayo ilikuwa inawakabili, na of course walitakiwa kuwa na moyo wa uvumilivu sana ili kuweza kukabiliana na hali ya hewa ile, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amewajalia, wameweza kupata alama moja na kuendelea kujiweka kwenye nafasi nzuri katika kundi hilo, kwa sababu inaleta matumaini katika kundi ambalo ni gumu, lakini pia kundi ambalo limetawaliwa na Waarabu na vitu vingine kama hivyo. Sasa mtu kama Yanga anakwenda kupata pointi 4 ndani ya michezo miwili, kwa hiyo ni advantage kubwa na anatakiwa kukaza buti ili mradi tu aweze kufuzu, kwa sababu zinatakiwa timu mbili tu pale kwenye kundi kati ya timu 4 ili ziweze kufuzu katika hatua ya robo finali ambayo inafuata. Kwingineko Simba wao watashuka dimbani hapo kesho kuweza kuwakabili timu inaitwa Stade Malien ambayo nayo ipo katika kundi lao, na kuweza kuona ni namna gani ambavyo wanaweza kusaka alama 3 ama 1 na kuweza kujiweka katika nafasi nzuri. Ikumbukwe tu Simba wamepoteza mchezo wa nyumbani ambao ilikuwa ni surprise kubwa sana, kwa sababu imekuwa ni muda mrefu sana Simba hawajapoteza wakiwa nyumbani, lakini mechi ile imekuwa ni surprise sana na wameweza kufungwa na timu inaitwa Petro Atletico de Luanda. Kwa hiyo tuone wataweza kufanya chochote kule ugenini, kwa sababu wameshindwa kutamba kwenye ardhi ya nyumbani. Sio surprise pia kwa Simba kushinda ugenini, ameweza kushinda mechi nyingi za klabu bingwa ugenini, kwa hiyo sio surprise sana. Kwa hiyo tusubiri tuone ni kipi, lakini hongera sana kwa Young Africans. Una maoni gani? Tafadhali subscribe. Hii ni NTV.